Ripoti ya gazeti la The Wall Street Journal imeeleza kuwa rubani wa ndege wa Marekani aliyeanguka nchini Iran alilazimika kufanya hatua ya hatari ili kukutana na kikosi chake cha uokoaji baada ya kujeruhiwa wakati ndege aliyokuwemo kudunguliwa. Kwa mujibu wa ripoti hiyo, rubani huyo alikaa takriban saa 36 katika eneo la milima nchini Iran kabla ya kuokolewa. Wakati huo, drone za Marekani aina ya MQ-9 Reaper zilifyatua risasi dhidi ya watu waliokuwa wakijaribu kumkamata, kulingana na maafisa wa watu wanaofahamu operesheni hiyo. Iran ilikuwa imetangaza zawadi kwa yeyote ambaye angefanikiwa kumpata rubani huyo aliyeruka kutoka kwenye ndege ya kivita ya F-15E iliyodunguliwa Ijumaa hii. Gazeti hilo liliripoti kuwa makumi ya ndege za Marekani zilitoa ulinzi wa kikosi maalumu kilichomchukua rubani huyo, huku vikosi hivyo vikikumbana na upinzani mdogo kutoka ardhini. Maafisa wa Marekani walisema operesheni hiyo ilikuwa ya hatari kubwa na ilitekelezwa siku 2 baada ya rubani huyo kupotea na baada ya rubani mwingine kuokolewa awali. Operesheni hiyo ilianza usiku lakini iliendelea hadi mchana. Kwa mujibu wa afisa mmoja wa Marekani aliyezungumza na Al Jazeera, wanajeshi wa Marekani walikuwa wakizingira eneo aliyokuwepo rubani huyo ambaye alikuwa akijificha na kukwepa vikosi vya Iran kwa siku 2. Baadaye mapigano yalizuka wakati wa mchana. Kwa kawaida vikosi maalum vya uokoaji hufanya operesheni za aina hiyo haraka usiku, lakini katika tukio hilo operation ilidumu kwa saa kadhaa. Baadaye rais wa Marekani Donald Trump alithibitisha baadhi ya maelezo ya operesheni hiyo, akisema rubani huyo ameokolewa na kubainisha kuwa ni kanali wa